Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Ninyi ni chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu. Ndugu zangu wapendwa, neno la Bwana katika Dominika ya leo limejikita katika kutufundisha hekima, katika kutufanya tujitambue zaidi kwamba sisi tunao wajibu mkubwa duniani. Sisi ni chumvi ya dunia. Yesu anasema sisi ni chumvi, sio kama chumvi, sisi ni chumvi. Chumvi kazi yake ni kuipa ladha dunia, ladha ya kimungu. Chumvi kazi yake ni kuhifadhi kitu kisioze. Sisi ni kazi yetu kuu ni kuhifadhi dunia isioze kwa dhambi. Chumvi ikipoteza ladha haifai, inatupwa njiani, watu wanaikanyaga. Sisi tukikosa kuwa watu wacha Mungu, watu wa kweli, watu wenye ladha, tutakuwa hatufai chochote. Kitabu cha Walawi, chumvi ilichanganywa kwenye nafaka, kwenye sadaka, ili wakati wanamtolea Mungu sadaka iweze kukubaliwa na Mungu, iweze kuleta ladha. Kitabu cha Ezekieli, mtoto mdogo akizaliwa alipakwa chumvi katika panda la uso, kumaanisha kwamba huyu mtoto aishi katika kweli. Sisi Yesu anatuambia tuwe chumvi. Sisi ni chumvi. Ndugu zangu wapendwa, tukipoteza ladha, tukiacha kuwa kweli, tukiacha kuhifadhi dunia ibaki vizuri, itoke kwenye dhambi, tusipofanya hivi, tukipoteza ladha, watu wataona bora wafuate mataifa, watu wenye misemo mbalimbali, watu wenye pengine watu ambao hawamheshimu Mungu waende kuwafuata kuliko hawa watu ambao wanajifanya wanamcha Mungu lakini wamepoteza ladha. Kwa hiyo wewe kama Mkristo, wewe ni chumvi. Leta ladha kwenye maisha ya watu. Kuna watu wamepoteza matumaini, kuna watu wamepoteza furaha. Wewe ni kazi yako kuwaletea ladha. Linda dunia isioze kwa dhambi. Kuna watu wengi sana wanaharibu dunia. Kuna watu wengi ni waongo. Watu wameharibu jamii. Watu wameifanya jamii inaishi kwa wasiwasi. Wapo watu wa kweli ambao wanaogopa kufungua mdomo. Fungua mdomo, kuwa chumvi, leta ladha. Dunia inaoza kwa ukimya wako. Dunia inaoza kwa sababu ya wewe kushindwa kutoa ladha, kushindwa kukoleza na kuonyesha kwamba dunia inapaswa ishi hivi na hivi na hivi. Wapo wengi wamefunga midomo, wanaogopa, wanataka kulinda heshima yao, wanalinda chakula chao, wanalinda matumbo yao. Huku siko kuwa chumvi, huku sio kuwa mwanga huku. Angaza, sema ukweli, waangazie, watetee wale ambao wanaonewa. Huko ndiko kuwa mwanga. Ndugu zangu wapendwa, tunao wajibu wa kuisaidia dunia iwe sehemu nzuri kwa ajili ya watu wote. Pia tunao wajibu wa kuisaidia dunia ipate kumjua Mwenyezi Mungu kwa moyo na nguvu zote. Ndugu zangu, dunia inayumbishwa na mifano mibaya kirahisi zaidi kuliko mifano mizuri. Hivyo tunao wajibu wa kuisaidia dunia yetu iweze kuishi vizuri. Wale ambao wanaipoteza dunia waweze kukanywa. Wewe ambaye unafahamu nguvu za kimungu, wafundishe watu wamfuate Mungu, waishi kadiri ya mapenzi ya Mungu. Wimbo wa katikati unatoka katika Zaburi ya 112. Mtu mwenye haki ni mwanga katika giza, mwanga wenye kuleta unyofu wa moyo. Ndugu zangu, anapokuwepo mtu mwenye haki katikati ya watu, analeta furaha, analeta amani, anatamanika. Lakini dunia sasa hivi inaogopa watu wenye haki. Watu wanamwogopa sana mtu ambaye ni mkweli, mtu ambaye anatetea ukweli, mtu ambaye anamtetea Mungu hapendwi. Ana maadui wengi sana. Anatembea na panga karibu na shingo yake. Anakosa marafiki, anatengwa, anaishi kwa shida, anaishi kwa kificho. Anaogopa kukaa hadharani kwa sababu maadui wako kila kona. Wanamuinda, wanataka kumwangamiza. Ndugu zangu, moja ya sifa ya mtu mwenye haki ni kuona mahitaji ya wenzake. Haogopi kukopesha, ni mwingi wa huruma. Anaendesha shughuli zake kwa kutumia haki. Haogopi habari mbaya au uwepo wa watu wenye kumchukia. Kuwa tayari kukopesha ni kiashirio cha kuwa na huruma, kwa sababu maskini wengi hawana cha kukulipa. Hivyo ni wachache tu walio tayari kukopesha
kwa maskini. Wengi tunakopesha tu pale tunapojua kwamba tutarudishiwa. Mtu mwenye haki haogopi, ataongea ukweli, atatetea maskini hata kama hana kitu chochote cha kumpatia. Lakini mtu mwenye haki, mtu ambaye si haki, atakuwa tu pengine Mungu wake atakuwa ni tumbo, kutetea tu wale watu ambao wana uwezo wa kumlisha. Sisi tunaitwa ndugu zangu, tuweze kuwa mwanga, tuwatetee watu wenye haki. Tuwatetee maskini, tuwatetee watu wote. Tusiwe ni watu wa kushikamana na matajiri, kulinda uovu ili tupigiwe makofi, kulinda uovu ili tusipoteze kazi, kulinda uovu ili tupendwe. Mtu mwenye haki ana maadui wengi. Bora uwe na maadui wengi kwa sababu ya haki kuliko uwe na marafiki wengi kwa sababu ya uongo. Bora upigwe kofi, wanasema, la ukweli kuliko upewe zawadi kwa sababu ya kusema uongo. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anatoa somo kwa watu wa Yuda kwamba wanapaswa wawe mstari wa mbele katika kuwa na haki na huruma. Wawe mstari wa kwanza katika kutimiza mahitaji ya maskini. Wanakumbushwa kwamba mara nyingi Israeli alishindwa kuchanua kwa sababu ya uchoyo wake. Ni fundisho kwetu kwamba tunabarikiwa kwa kutoa, ndugu zangu. Na Yesu katika Injili anawaasa wafuasi wake kwamba wao ni mwanga na chumvi ya ulimwengu. Kazi ya chumvi ni kuhifadhi na mwanga kazi yake ni kuangaza. Hifadhi dunia kama nilivyosema isioze kwa dhambi. Angazia dunia ambayo inaangamia kutokana na uwepo wa watu wasiokuwa na maarifa. Wewe ambaye Mungu amekuwasha, amekuweka kama taa kwenye kiango, angaza. Usikubali kuzimwa na upepo. Usikubali kuzimwa mdomo, kufungwa mdomo na watu wenye nia mbaya. Chumvi hutia ladha na mwanga huwawezesha watu kuona. Na ili taa iweze kuangaza, lazima ikae kwenye kiango juu, kwenye kimo cha juu. Kwa kusema hivi, Yesu alimaanisha kwamba kwanza tunao wajibu wa kuitunza jamii na sio kuiharibu jamii. Tunza ndoa yako, tunza pia na ndoa za watu wengine, tunza pia na mali zao. Pili, tunapaswa kukaa kwenye kiango cha juu ili tupate kuangaza vyema. Huwezi kusema kwamba mimi ni mtu mwenye haki, ni mtu ambaye namtumainia Mungu, ni mtu ambaye naishi vizuri, wakati wewe unajificha ficha, hutaki kujidhihirisha. Unafanya tu, unaongelea kichini chini. Na mara nyingi dunia imeoza na mambo yamekuwa si mazuri kwa sababu ya uwepo watu ambao wenye haki lakini wanajificha ficha. Hawasemi. Wanajua kabisa huyu mtu anaongea hivi anakosea, lakini tunafunga mdomo. Ndugu zangu wapendwa, tunapaswa kukaa kwenye kiango cha juu tupate kuangazia watu vyema. Mazingira ni jambo muhimu sana. Lazima tukae eneo ambapo tunaweza kuitangaza vizuri, kuitangazia vizuri jamii, ili jamii ije kutoka kwetu. Watu wema, wenye maadili mema, matakatifu wamejikuta wakifanya dunia isioze kwa dhambi. Watu hawa tumeendelea kuwakumbuka hata baada ya kufa. Tunataja majina yao, tunaringa na majina yao kwa sababu ya ukweli waliousema. Ukweli unaweza ukaokoa maisha ya miaka hata 800 ijayo kwa sababu ya kusema ukweli. Wapo wana falsafa, wapo wahubiri wazuri, hata maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo miaka 26 yote iliyopita tangu kuja kwake, yeye amehubiri ukweli na tumeendelea kuishi ukweli na bado tunaendelea kuhubiri kwa wengine kwa sababu ni mtu mwenye haki, ni mtu aliyesimamia ukweli wa Kimungu. Na wewe ukitaka uendelee kuishi katika mawazo na dhamiri za watu, watendee watu mema, kuwa mtu mwenye haki, kuwa mtu wa kweli, kuwa mtu wa kuangazia. Mwanga wako hautaka uzime, hata kama utakufa bado mwanga wako utakuwa ukiwashwa na watu na kuendelea kuimulikia jamii. Kitu kingine ndugu zangu, kila mmoja atumie kipaji chake kuifundisha dunia, kuiletea dunia kitu bora, kuiletea dunia kile kilicho bora. Wasanii mbalimbali wanayo nafasi ya kutumia vyema vipaji vyao kuifundisha jamii mema, kuiletea jamii mema. Wasanii wetu wajifunze kutumia mavazi ya heshima, lugha njema katika shughuli zao. Wapo watu wengi wanaofanya matendo mema lakini hawafahamiki kwa wengi. Tutambue bora ufanye mema hata kama unafahamika kwa wachache, wema wako utabaki tu. Wala usiogope. Wapo ambao ni maarufu lakini umaarufu wao ni kwa sababu ya kutenda dhambi. Wewe ambaye una nafasi, wewe ulipata nafasi ya kuwa maarufu, ujue kwamba wewe Mungu amekuwasha, wewe ni taa.
mulikia watu, simama upande wa Mungu, tetea watu. Usipofanya hivyo, hakika utakuwa na cha kujibu mbele ya Mungu. Wewe msanii, sema ukweli, epuka kutumika kuwadidimiza maskini, epuka kutumika kupoteza haki za wanyonge. Mungu atakutafuta, utakuwa na la kujibu mbele ya Mungu. Ishi vizuri, waangazie watu, hata ikifikia mwisho wa kifo chako ufe kwa furaha. Ukifa ukiwa unajua kabisa umetetea dhuluma, umetetea manyanyaso, hakika utakufa vibaya. Hutakufa katika furaha. Jitahidi, wewe ni mwanga, Mungu amekuchagua. Wewe ambaye umepewa maarufu fulani, Mungu amekuchagua, anakuhitaji umshuhudie. Amekuwasha, amekuweka juu ya kiango, anahitaji matendo yako yaweze kuifundisha jamii, tupate watu wema zaidi. Ni kama mshumaa uliowashwa. Mshumaa huu uwashe mishumaa mingine mingi ili mwanga uongezeke duniani na giza litoweke. Ndugu zangu, kutofahamika kusiwafanye watu wakati tamaa. Watambue kwamba Mungu anatukuzwa katika shughuli zao. Na katika somo la pili, Mtume Paulo anataja tamaa yake kubwa kwamba ni kumjua Yesu Kristo aliyesulubiwa msalabani. Tamaa yetu kuu ni kumjua Bwana wetu Yesu Kristo na kuomba baraka kutoka kwake. Hiki ndicho kitu cha muhimu ndugu zangu. Paulo aliishi ndani ya Kristo na aliringa na Kristo. Sema kuishi kwangu ni Kristo, hata kufa ni faida. Yaani haya ni maisha ya mtu wa juu. Maana yake aliishi Kristo, alimuishi Kristo mpaka akajiona yeye mwenyewe kama Kristo sasa ndio anaishi kwake. Hii ni hali ya juu sana ya mtu ambaye anayesali, mtu ambaye yupo karibu na Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tujitahidi na sisi tuweze kuwa Kristo mwingine katika dunia hii. Tumuishi Kristo mpaka watu wakitutazama watuone kama ni Kristo anaishi katikati yao. Tuwe watu wema, tusikubali kuishi na wenzetu katika chuki. Tusikubali kung'ang'ania sala tu na kutembelea vituo mbalimbali vya hija na kufunga safari na kwenda sehemu za hija mbalimbali, kwenda Israeli, kwenda Ulaya, kwenda Ufaransa, kwenda Guadalupe, Mexico, kwenda Ureno. Wakati tuna jukumu hapa, tunaacha kupatana na wenzetu hapa. Tunaacha kufunga safari ya kwenda kuwaomba wale tuliowakosea, wale tuliowaumiza. Sisi tunafunga safari kwenda Ureno, tunafunga safari kwenda Mexico, kwenda kutafuta baraka huko. Wakati Mungu tayari ameshakwambia nenda kapatane kwanza na mwenzako. Ukileta sadaka yako madhabahuni, kama unataka kwenda hija, njoo kwanza hapa. Iache kwanza, patana na mwenzako kwanza hapa, ili uende ukatoe sadaka yako iweze kubalika. Wewe unaiacha sadaka yako madhabahuni, na unaacha kupatana na wenzako huko, afu unakimbilia madhabahuni. Kufanya nini? Huhitaji sala, huhitaji maombi ya hali ya juu, huhitaji kufunga. Wakati Mungu ameshakwambia nenda kapatane na mwenzako. Kuna watu umewaumiza, kuna watu umewajeruhi. Sasa badala ya kufunga safari na kwenda kuomba msamaha, wewe unafunga safari kwenda kumtafuta Mungu. Huku ndiko kupungukiwa na hekima huku. Mungu atusaidie kuwa mwanga, kuwa chumvi. Leta ladha kwenye maisha ya watu. Kapatane na wale watu ambao umekosana nao. Usipunguze thamani ya sala zako kwa sababu ya chuki na uadui ulionao. Uadui siku zote unapunguza thamani ya sala. Kwa ndugu zangu wapendwa, Mungu atusaidie tuweze kuwa watu wema, tuweze kuwa watu wanaowaka, ili hata tunaposali sala zetu ziweze kugusa moyo wa Mungu na Mungu aweze kubariki pia maisha yetu. Na kutakia Dominika njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Shajara yetu ya Asali Mubashara zipo sasa, zinapatikana. Kuna namba ipo kwenye maandishi ya Asali Mubashara niliyoandika, ile tafakari ya kuandika. Chini pale pana namba ya mtu anayehusika. Mpigie simu popote ulipo, iwe Tanzania, kona yote ulipo, mpigie simu. Na ukishampigia simu utakubaliana naye, atakutumia popote pale ambapo utakapokuwepo. Utapata tafakari yako, itakuongoza vyema, vizuri kabisa katika maisha yako. Unafahamu vizuri Asali Mubashara jinsi ninavyoandika, jinsi ilivyo. Kuna misemo mbalimbali, kuna maisha ya takatifu, nimechambua kwa stadi fulani. Mungu akupe hekima, uendelee kutengeneza urafiki na shajara ya Mtakatifu Padre Pio. Kila jema. Mungu akubariki sana na yote mema.